Karibu. Leo tunakwenda kujifunza mambo matano ya afya ambayo daktari hatakwambia, ila ni muhimu sana kwa afya yako. Katika ulimwengu wa kisasa wa kitiba, wagonjwa wengi hutegemea sana madaktari kwa ushauri wa kiafya. Hili ni jambo jema, lakini pia kuna mambo kadhaa muhimu sana kuhusu afya yako ambayo huenda madaktari hawakuambii moja kwa moja. Hii si kwa sababu wanakuficha kwa makusudi, bali mara nyingi ni kutokana na ukosefu wa muda, mfumo wa tiba ulivyo, au hata mambo ambayo hayajapewa kipaumbele katika mafunzo rasmi ya udaktari. Leo tunakwenda kujifunza mambo matano ya msingi sana kuhusu afya yako ambayo unaweza usisikie kutoka kwa daktari wako, lakini yakawa na athari kubwa sana katika maisha yako. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea kwa undani kuhusu mada hii. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili uwe unapata maudhui yetu bora kama haya mara kwa mara. Jambo la kwanza, kuna baadhi ya dawa hazitibu chanzo cha tatizo, zinadhibiti dalili pekee. Katika mfumo wa sasa wa huduma za afya, daktari anaweza kukupima, kuona dalili, kisha kukuandikia dawa. Lakini kuna baadhi ya dawa zinatolewa hospitalini hazimalizi chanzo cha tatizo, bali huzuia tu madhara yake kwa muda. Mfano, mgonjwa mwenye pressure, yani shinikizo la juu la damu, anapewa dawa za kupunguza dalili, lakini asipoambiwa kuhusu lishe bora, msongo wa mawazo, uzito kupita kiasi au kutofanya mazoezi, basi chanzo cha pressure hiyo kinaendelea kuharibu kwa undani. Siri ya afya. Baada ya kuishia kutegemea dawa pekee, muulize daktari, nifanye nini ili nidhibiti chanzo cha tatizo? Daktari atakupa ushauri kutokana na tatizo lako lilivyo. Jambo la pili, lishe bora inaweza kuponya, lakini haituingizie madaktari kipato. Mfumo wa afya duniani unazingatia zaidi matibabu ya dawa na upasuaji kuliko kinga na lishe. Madaktari wengi hatupate mafunzo ya kutosha kuhusu lishe katika vyuo vyetu. Lishe bora inaweza kudhibiti afya ya moyo, ini, figo, ubongo na mfumo wa kinga, lakini mara chache sana utamwona daktari akikueleza kwa kina juu ya mpango wa chakula. Badala yake tutakupatia dawa. Siri ya afya. Fahamu kuwa kile unachokula kinaweza kikawa dawa au sumu katika mwili wako. Lishe bora huponya, lakini lishe mbaya huharibu mwili polepole kila siku. Jambo la tatu, msongo wa mawazo unaathiri mwili zaidi unavyofikiria. Magonjwa mengi ya kimwili huanzia kwenye akili, lakini wagonjwa wachache huambiwa kuhusu hili. Stress ya muda mrefu huchangia magonjwa kama presha ya kupanda, kisukari, vidonda vya tumbo, maumivu ya kichwa, kukosa usingizi na moyo kushindwa kufanya kazi vizuri. Siri ya afya. Mwanzo ni sumu na tiba. Mawazo ni sumu na tiba. Inategemeana na unavyoyatumia. Jifunze mbinu za kudhibiti stress, yani msongo wa mawazo, kama kutafakari, mazoezi mepesi na kuzungumza na watu unaowaamini. Jambo la 4, tiba inafuata protocol za kawaida bila kuangalia kama ni mtu wa kipekee. Matibabu hufuata mwongozo wa kawaida wa kitaifa na kimataifa. Hii husaidia kudhibiti magonjwa ya mlipuko, lakini wakati mwingine wagonjwa hupewa tiba isiyoendana na maisha yao au miili yao. Mfano, watu wawili wenye kisukari wanaweza kuwa na hali tofauti kabisa, lakini wote
wakapewa dawa ile ile. Siri ya afya. Dai uelewa wa kipekee juu ya afya yako. Uliza, ni kitu gani kinaweza kunifaa mimi binafsi? Jambo la 5. Mwili wako una uwezo mkubwa wa kujiponya ila ukipewa fursa. Miili yetu imeumbwa kwa uwezo mkubwa wa kujitibu endapo itapewa msaada sahihi, ambao ni hewa safi, maji ya kutosha, lishe kamili, usingizi wa kutosha, mazoezi ya kimwili na furaha. Lakini wagonjwa wengi wamefundishwa kutegemea dawa pekee. Hii ni sumu ya kisaikolojia ambayo husababishwa na utegemezi wa maisha yote. Siri ya afya. Anza leo kurudisha nguvu ya asili ya mwili wako. Mabadiliko madogo yanaweza kukuokoa na hospitali kubwa baadaye. Katika ulimwengu huu unaoendeshwa na kasi ya maisha, biashara ya madawa na taarifa nyingi, jifunze kusikiliza mwili wako. Sio kila kitu unachokihitaji kitakuja kutoka kwa daktari. Baadhi ya suluhisho kubwa zaidi za kiafya zinatokana ndani yako mwenyewe, katika tabia zako, lishe yako au mitazamo yako. Tafadhali hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya Afya Yetu Hub TV kwa vipindi zaidi kama hivi vinavyokujengea kiafya, kiakili na kimaisha. Kama una swali lolote lile, uliza kupitia comment section nami nitakujibu. Tukutane katika mada ijayo.